majina naitwa Hamisi Msele Mwali, ni wakala katika kituo cha Tibirinzi jimbo la Chake Chake. Mimi nilikuwa katika kituturi namba 5. Mheshimiwa, kwa masikitiko makubwa, mimi niseme kwa masikitiko makubwa yaliyotukuta sisi mawakala au wananchi wa Zanzibar, yaliyotukuta katika uchaguzi huu. Tulitii agizo uliotuletea Mheshimiwa kwamba tarehe 28 tutulie na tuachie CCM wapige kura kwa utulivu. Kikawaida wanachama wa ACT Wazalendo ni wasikivu, ni wana uweledi wa hali ya juu na wanatii amri za viongozi wao. Kinyume na hivyo, mwenyekiti, nafikiria ingekuwa ni maafa mengine. Lakini tulitulia, tukasikiliza agizo lako kutoka katika chama, wakapiga kura zao kadiri walivyojaliwa wenyewe. Siku ya tarehe 29 Mheshimiwa, tulifika vituoni mapema, tukapewa vitambulisho vyetu kwa ajili ya uwakala. Mimi katika kituturi changu namba 5 nilirekodi majina mpaka mtu wa 24, nikiwa na ushahidi kwamba kura 24 zilizotangulia mwanzo zote katika jimbo la Tibirinzi, shehia ya Tibirinzi, hakuna hata kura moja ya CCM, kuanzia jina namba 1 mpaka namba 24. 25 Mheshimiwa, kwa sababu una uweledi na kwenye jimbo hilo nakaa, alikuja mama mmoja ambaye ni mke wa sheha wa zamani wa Tibirinzi. Hiyo ndio ilikuwa kura ya mwanzo watu wa CCM. Kura ya pili ilikuwa ni kura ya askari mmoja mstaafu mwanawe Tibirinzi. Kura 26, hiyo ilikuwa ndio kura ya CCM. Ina maana mpaka dakika hiyo kuna 24 kwa 2. Mheshimiwa, kilichofuata katika foleni ya pale ni orodha ya wana CCM ambao ni askari wa vikosi waliokuja mpanga foleni. Jumla yao walikuwa ni 13. Mmoja baada ya mwingine wamefuatana watu 13. Kama wakala, wajibu wangu nilichokifanya ni kuanza kutoa maelezo kwa PO, kwa sababu analetwa mtu sura yake Saidi Muhammad Saidi, ni kijana wa umri wa miaka 18 mpaka 20, lakini wallahi cha kusikitisha, marehemu baba yangu alikuwa kijana, ni mzee amekomaa zaidi ya kukomaa. Kumuuliza PO, hivi umri unaanza uzeeni, mtu akaja utotoni? Sura ni ya mzee aliyekomaa, mtoto ana miaka 18. Swala lililofuata PO kimweleza swali hilo, akwambia si kazi yako. Sasa kazi yangu nini mimi huko kituturi? Kuja kuangalia watu? Wa kwanza ikawa hivyo, wa pili Mheshimiwa, wa tatu mimi nikasema hili haliwezekani. Waliokuwepo watu wa Tibirinzi katika kituturi changu, nafikiri mumo na mlishuhudia nilichokifanya hapa, hili haliwezekani. Wakaletwa askari watatu kwamba waje nitoe. Nikaitwa, toka nje, unafanya vurugu. Nikauliza vurugu langu nilipi? Unazuia watu wasipige kura kwa utulivu. Nikamuuliza askari aliyokuja na nyota 3 mama, hawa wote hawa wewe wawajua? Sisi watu wa Tibirinzi twasema hawa hawakai katika sheria yetu. Lakini chengine kinachofuata, mkata kura anatoa kura 2 mpaka 3 kwa vijana wale. Ikafika hatua tunakamatiana kitabu, yeye anavuta na mimi navuta. Utakata sikati, utakata sikati. Lakini cha kuonyesha kwamba Mungu hamfichi mnafiki, na siku zote ukisimama na haki na kuja kwako. Miongoni mwetu, ndugu yangu, mtoto wa mjomba wangu Muhammad Suleiman Bedui, anayemjua Tibirinzi, anaye mwanae ndo Ahmada, alikwenda kituturi kapua kura 10. Akapewa kura 10, mwakilishi 2, diwani 2, mbunge na rais wote kwa jumla. Kwenda kwenye kituturi, yule kijana akarudi, akaja akamwambia PO kwamba bana, umenipa kura nyingi. Askari wako pale, nikamwambia Mungu hamfichi mnafiki. Huyu nani? Huyu hataki dhulma, amerudi Muislamu wa kweli, muangalieni. Wakafedheheka, askari wakatoka Mheshimiwa, wakarudi katika maeneo yao. Kuendelea na usikivu, mgombea wa udiwani Msaba alikuwepo. Baada ya vurugu kwa jingi, akanambia tulia,
acha zoezi liendelee. Tukaendelea kutii amri ya viongozi, zoezi likaendelea. Lakini mheshimiwa, mimi nilishindwa kuendelea, nikampisha wakala mwingine, kwa sababu niliwaambia kwa hali ilivyo siwezi kukaa tena huko ndani, kwa sababu ni uchafu uliokithiri. Na haya ndiyo yaliokithiri katika sheha, naibu sheha, wao walikuwa ni mawakala wa kuleta watu kuingiza ndani wapige kura, wanatolewa huku wakiingizwa huku.